Habari gani mwana KOA TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOA TV. Mdude Nyagali ambaye anajinasibu kama mwanaharakati kutoka katika chama cha demokrasia na maendeleo, lakini Mdude Nyagali ameamua kuweka kikangoni msemaji mkuu wa serikali pamoja na naibu wa waziri wa sanaa na michezo Mwana FA. Lakini pia Mdude Nyagali ameamua kuwahoji Peter Gerson Msigwa pamoja na Mwana FA kutokana na bilioni 31 zilizotolewa na serikali kukarabati uwanja wa Mkapa. Hii imekuja baada ya kuzuka kwamba uwanja wa Mkapa umepigwa marufuku kutokutumika kuchezea michezo ya nyumbani baada ya timu ya Simba ikupigwa marufuku kutumia uwanja wa Mkapa kama uwanja wa nyumbani. Ndipo Mdude Nyagali akaamua kuingia katika mtandao wa Twitter na kuweza kulihoji hilo, kuuliza bilioni 32 zimetumika kukarabati uwanja upi. Nataka nikusomee kile ambacho Mdude Nyagali ameamua kuandika katika mtandao wa Twitter. Naona anasema tunahitaji kujua bilioni 31 zilizotolewa na serikali kukarabati uwanja wa Mkapa zimeenda wapi. Ni vyema Msigwa Gerson na wenzako wa wizara ya michezo akina Mwana FA na Kabudi mkatupa majibu kama mmesipiga hizo fedha mseme, halafu Mkapa mpaka kafu wanafungia kiwanja kwa miundombinu mibovu. Wizara ya michezo mlikuwa wapi? Na kazi yenu ni goli la mama tu, mengine hayawahusu. Hayo ni maneno ambayo Mdude Nyagali ameamua kuhoji kwamba hizo shilingi bilioni 31 ambapo serikali ilitoa kwa ajili ya ukarabati wa uwanja wa Mkapa zimetumika vipi, na mpaka unafungiwa uwanja na kafu na nyinyi mlikuwa wapi, na kazi yenu ni ipi, au kununua goli la mama tu, mengine hayawahusu. Hayo ni maswali ambayo Mdude Nyagali ameweza kumuuliza Gerson Msigwa pamoja na Mwana FA, lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika sehemu ya comment section. Wa kwanza hapa namuona naitwa Nembo, anasema bilioni 31 kukarabati uwanja mkubwa kama Mkapa hazinatosha kweli? Ameuliza hapo, lakini Mdude Nyagali akaja akamjibu akasema kwa hiyo wewe unaweza kuwa unajua zaidi kuliko wataalamu wanaotathmini na kuona hizo bilioni 31 zinatosha, au lengo lako hapa unataka kumtetea nani? Lakini Ford Sony anasema kubwa ni CCM kuzimiliki hizo timu zao mbili, ndio maana hazina maendeleo zaidi ya kuwajaza ujinga mashabiki wao. Lakini pia Mtanzania kaka anasema Obvious, hata wakisema tutawafanya nini? CAG si kila siku anasema tunafanyaga nini? Mtoto wa Marika anasema waandishi wa michezo hawapo Tanzania, wapo makasuku wa kunukuu tu. Lakini Akichomi anasema mama anacharaza mwingi sana. Lakini pia Omeme Bora anasema seriously, siamini hata kidogo, pamoja na kuzuia kutumika kwa ajili ya ukarabati, au ndio maana yale mashindano yalisogezwa mbele. Lakini Mwaga anasema kaka Nyagali, klabu ya Mzee Kabudi zile bilioni 30 zilisainiwa wakati wa kipindi chake. Anyway, tusubiri ripoti ya CAG, maana vitu vipo vile vile. Lakini Lamzan anasema hii inchi basi tu nishaanza kuamini CCM mshajichokea pumzi ishawakata, hamwezi kwa chochote kile walicho vingangania kwa sasa. Lakini John Mike anasema imeshaliwa hiyo. Lakini Joe Boy anasema kuna mdogo akapelekwa mahakamani kesi ya uhujumu uchumi, wakati hawa ndio wahujumu kama wafu wangekuwa wanarudisha, ningemfufua Sokoine awe rais, Magufuli waziri mkuu, Agrey Mwanlei au akawa makamu wa rais.
Lakini Charles anasema wamegawana wajinga wachache sana kwenye hii nchi. Lakini Emmanuel Edward anasema kiuhalisia pasina ushabiki hii ni aibu kwa taifa. Lakini King David wa pili anasema uwezi wengi wapo kwenye system. Lakini Tadei anasema kaka, hii nchi imejaa wasanii tu, kuhakikisha hakuna hata mtu mmoja mwenye uchungu wa nchi, kila mmoja anavutia kwake na familia yake. Lakini Dr. McDonald anasema hii nchi uhuni ni mwingi. Miki 2025 anasema ukute zile bilioni 31 ndo zile walizogawiwa kwenye goli la mama. Lakini Isara Moi anasema yani mtu akikutana na mashiko hata kama ni sadaka, kitu atakachowaza ni jinsi ya kuzipiga imekuwa kama jambo la kiroho au kwa baadhi ya watu ni ibada kamili. Lakini Yohana Gaga anasema halafu kuna jitu linatuambia mimi na siasa mbalimbali, athari za siasa za kihuni za CCM haziwezi kuiacha tasnia yoyote ile salama. Lakini malipo ni hapa duniani, anasema hawa walizipiga zile pesa. Lakini the head of table anasema kuna mambo mengine hata ni aibu kama nchi. JK anasema hakika hii ni aibu kubwa sana ise. Lakini Ngurunachi anasema mzee shughulika na no reform no election, haya mengine huwezi kuyaelewa. Njema anasema kwanza tuulize kama zile pesa zilipelekwa, maana hizi government uongo ni mwingi sana. Blessed Mick anasema hao vibaka hawawezi kuwa na majibu, hiyo pesa tayari wajanja wamekula. Lakini Eli Kilimanjaro anasema Tanzania nzima hakuna uwanja wenye sifa za wana Simba, tutaenda achezea mechi za kafu Federation Congo au Somalia. Shame on you system. Lakini wa mwisho hapa nataka nimpe nafasi ya pendeleo, anaitwa Oscar Thomas anasema ukweli ni kwamba kwa Mkapa ukipita utapata wapaka rangi ukuta, utapata geti zimewekwa sawa, yani extra appearance iwe sawa, kuzuga watu ndani, hata kumwagilia nyasi za ndani pale hamna kitu waliofungia hapo. Sasa hela isitengwe tena, iliyotengwa itumike. Lakini na wa mwisho kabisa kama nafasi ya ofa anaitwa Bosi Mika anasema hii nchi inachezewa sana. Jina langu ni D wa KOTV, tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Kama hujasubscribe tafadhali subscribe na turn on notification. Lakini pia unaweza ukashusha comment yako katika sehemu ya comment section. Lakini pia unaweza ukatufollow katika mitandao ya kijamii kama KOTV_. Tupo Facebook, Instagram, Twitter pamoja na TikTok. Jina langu ni D wa KOTV, tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Kwaheri.